Sasa familia za vijana waliofariki jana katika makovu ya maandamano ya Juni mwaka 2024 sasa wanataka haki baada ya maafisa wa polisi kuwafyatulia risasi ovyo. Familia hizo zinadai kuwa vijana hao walipigwa risasi japo hawakuhusika kwenye maandamano. Mwanahabari wetu Frida Okachi na uketo wa taarifa hii. Huzuni na kilio cha mama huyu katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga ni dhihirisho tosha ya kumpoteza mwanawe David Mwangi mwenye umri wa miaka 19 baada ya kupigwa risasi kichwani na afisa wa polisi. Mamake marehemu alimwamsha mwanawe kwenda kumchukua nduguye aliyekuwa akisoma masomo ya ziada bila kujua mauti hayo yangempata. Hapo ndio sasa niliita kijana yangu kama amelala, nikamtuma akaenda. Mfanya alienda mi accident ya kupigwa risasi, sijui alikuwa hapo Maziwa. Baada ya kupokea habari za mwanawe, alifululiza hadi katika kituo cha polisi mita 400 alipofariki. Habari za kukinzana zikimchanganya zaidi baada ya kumkosa kituoni na hospitalini. Tukaandamana na wao na mama wengine, marafiki zangu, tukaenda na wao. Kuenda na wao kufika police station ya wao kukubali tuingie. Wakanirudisha nyuma, wakaniambia mtoto wako Osi. Tukaenda paka Osi. Kwenda Osi hatukupata mtoto. Kilichowashangaza ni taarifa walioandikisha polisi kuhusiana na mauaji ya Mwangi. Statement yenye waliandika ni ya kusema kijana alipigiwa risasi mali huko police station juu walikuwa wanachoma gari. Of which hiyo ilikuwa uongo, juu hiyo ilikuwa baadaye. Mapema jijini Nairobi, familia hizi zilifika kuwatafuta wapendwa wao. Mama huyu ambaye aliishi na mwana wa kaka yake Ian Opango mwenye umri wa miaka 17 akisaidiwa na mtandao wa kijamii baada ya taarifa kuchapishwa na picha za waliopigwa risasi. Nikapata mtoto alipigwa risasi, iliingilia hapa na ikatokea na nyuma. Amewacha watoto wadogo sana na mtoto wake mmoja hana mwili mzuri, mmoja. So nataka niseme tumeumwa sana. Katika kaunti ya Nyeri, Joseph Ndonga mwenye umri wa miaka 27 kutoka kijiji cha Karima alipoteza maisha yake. Kulingana na familia, mpendo wao alikumbana na mauti hayo akitoka kazini. Nusu saa tukisikia amekufa. Huko Makueni, polisi katika kituo cha polisi cha Emali wanaonekana kujitenga na mauaji ya vijana wawili wenye umri wa miaka 33 na 23 waliopigwa risasi, huku familia za wawili hao zikililia haki kwa wana wao ambao wanadai hawakuwa kwenye maandamano. Kufika polisi nikapatana na OCS. Nikamwelezea niko na shida mkubwa, nikusaidia aje? Akaniuliza umechapwa? Nikamwambia hapana mkubwa, kijana wangu amepigwa kisasi na yuko wai. Akaniambia hiyo ni nonsense. Kilio chao sasa ni kwa serikali na mashirika husika kuhakikisha wanapata haki ya watoto wao waliopoteza maisha na wahusika kuchukuliwa hatua. Frida Okachi, NTV.